Ngoma za asili ni miongoni mwa utamaduni muhimu ambao umekuwa ukitunzwa, kuhifadhiwa na hata kuenziwa katika makabila mbalimbali. Kabila la Wasukuma ni miongoni mwa makabila ambayo kwa sasa ngoma zake za asili na sherehe zake zimekuwa maarufu zaidi katika vijio vya kidijitali au katika mitandao ya kijamii. Hii ni kutokana na upekee wa aina yake, lakini pia namna ambavyo wenyewe wamekuwa ni sehemu ya watu wanaofurahia utamaduni wao na hata kuupongeza na kuweka kama kipaumbele zaidi cha ulisi. Hapa ni katika moja ya sherehe ya ndoa ya kumwaga mwali ambaye anaolewa. Hapa ni wakati wa burudani. Hakika burudani yake ni aina yake. Watu hufurahia, hucheza kwa namna ya kipekee, lakini pia iliyo na heshima mbele za watu. Wasukuma ni miongoni mwa makabila makubwa na pengine ni kabila kubwa zaidi kuliko makabila yote yaliyoko nchini Tanzania, na ni makabila ambayo yanasifika zaidi kwa kuendelea kubaki na utamaduni wake kwa namna moja ama nyingine, hasa katika zile tamaduni nzuri zenye kuvutia na kufurahisha zinazolinda maadili zimekuwa zikitunzwa kwa wivu mkubwa. Sherehe ni sehemu muhimu kwa kabila hili kwa kuwa hukutanisha watu pamoja, kufurahi, kucheza na hata kufahamiana. Shughuli kama hizi huwa zina taratibu zake, miongozo na hata utamaduni wake wa namna ambavyo hufanyika. Kwenye sherehe ya ndoa yoyote ile ya kabila la Kisukuma, basi sehemu ya burudani ya muziki ama ngoma zake za asili ni sehemu muhimu zaidi ambayo ni muhimu na ni lazima kuwepo. Ikikosekana, basi unaweza kuwafanya watu kuwa wanyonge zaidi. Hebu tizama. Ni kitu gani ambacho unatamani kukifahamu zaidi kuhusiana na ngoma hizi za asili za kabila la Wasukuma? Unaweza kuwa na maswali mengi, lakini unaweza kufahamu mengi zaidi ukipata nafasi ya kuhudhuria katika moja ya sherehe zao na kufahamu mambo mengi zaidi. Jambo gani unatamani kulifahamu zaidi? Tuandikie. Hii ni Travel TV, mimi ni Mbushi Kwelasa.